Issue ya Clatous Chota Chama amecheza Singida, lakini usiku ametambulishwa na tumeona kwenye kikosi akiondoka asubuhi ya leo akiwa amevalia uzi wa mnyama. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wamefurahishwa, lakini kuna baadhi ya mashabiki ambao wamecrash kile ambacho kimetokea kwa upande Simba. Walikuwa wanauhitaji sana wa Chama kuelekea kwenye mashindano haya. Wanaweza wakawa wanahitaji nayo kwa sababu pia walikuwa wanahitaji wachezaji ambao wenye experience ambao wanaweza wakaisaidia timu, lakini kwa namna ambavyo kwa sasa hivi binafsi miongoni mwa watu ambao limeonekana tangu mwanzoni tetesi zilizoanza kumhusisha Chama kujiunga na kikosi cha Simba, mimi binafsi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilikuwa bado sifikiri wala siafikiri swala, sio kwa ubaya na sio kwa kumvunjia heshima Chama, kwa sababu Chama ni miongoni mwa wachezaji bora ambao ndani ya kikosi cha Simba wameweka legacy kubwa, wamefanya mengi makubwa. Kwa mara ya kwanza kwa miaka hivi karibuni Simba anakwenda katika hatua ya makundi, Chama yuko kwenye kikosi. Simba anakwenda katika hatua ya robo finali, Chama yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo tunapozungumzia Chama kwenye kikosi cha Simba ni mchezaji ambaye ana mafanikio makubwa mno. So lakini kwenye kati hizi hatuwezi kuacha kusema ukweli, kwa sababu Chama wa miaka 5-6 nyuma sio Chama huyu, na uhitaji wa Simba kwa sasa umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo timu ilivyo, flow ya timu inavyocheza, aina wachezaji ambao wako, utagundua kwamba Simba ilikuwa inahitaji mchezaji ambaye atakuja kuitoa Simba katika eneo moja na kuipeleka katika eneo lingine. Ukiangalia Chama kwenye ile peak ya kabisa ya ubora wake, alishindwa kuitoa Simba katika hatua ya robo finali na kuipeleka katika hatua makundi. This time around tunamwona Chama ambaye tayari ameshaanza kushuka. Je, anaweza akaitoa Simba katika hatua hii ya makundi na kuipeleka katika robo finali, ambayo ukiangalia kimsingi timu tayari inaonekana haina muunganiko mzuri, haichezi vizuri, kitu ambacho kimejaribu kutengeneza maswali mengi kwa wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu, hususan mashabiki wa Simba. Na ndio maana mara baada ya kutambulishwa umeona numbers kubwa mashabiki wameshtushwa kuona uongozi umeamua kwa mara nyingine tena kumrudisha Chama kwenye kikosi, na wengi wakiona ya kwamba kama Simba wameonekana ni timu ambayo haina option zaidi ya Chama. So ndio maana wameamua tena kumrudisha. Ukiangalia alishaondoka mara ya kwanza, amerudi, aliondoka, na this time tena anafanyaje, anarudi. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Chama of course ni mchezaji mzuri, lakini kwa kiwango chake cha sasa sidhani kama ataweza kuisaidia Simba kwa namna moja ama nyingine. So kwa wale mashabiki ambao wamecomplain kidogo, hawajafurahishwa na hiki kitendo cha Simba kumrejesha Chama kwa mara nyingine, maana hiyo inakuwa ni mara ya pili, ni haki yao kuwaka kama ambavyo wamewaka wengine mitandaoni, wengine wakizungumza hivyo. Of course pia wanapaswa kuheshimiwa, kwa sababu pia wana mtazamo wao na wana jicho la tofauti. Kuna mtu anaweza akawa na jicho la kumuona Chama anaweza kusaidia, lakini pia kuna mtu ambaye anaweza kumuona Chama anaweza asisaidie. Kila mmoja ana sababu zake. Hata mimi mwenyewe miongoni mwa mtu ambaye nafikiria kwamba Chama hawezi tena kudeliver kitu kikubwa. So walihitaji kwenda kutafuta mtu ambaye atakuja kufanya kazi kubwa kuliko ambaye atakayefanya Chama. Chama ni mchezaji mzuri sana of course. Na mimi nazungumzaga mara zote, wenda ile performance na ubora ambao anaonesha akiwa na Singida, akija ndani ya Simba anaweza asionyeshe kabisa, kwa sababu ya uhitaji wa Simba ni mkubwa kuliko ubora na uwezo wa Chama. So Singida yes alikuwa ni mchezaji bora ambaye anaisaidia timu, lakini kile ambacho anakideliver ndani ya Singida akija kukifanya ndani ya Simba obvious atakwenda kuferi. So na kingine cha ubaya zaidi, kaendapo Chama atashindwa kuonesha ubora mkubwa, basi uongozi utaingia kwenye lawama kubwa, kwa sababu watamrudisha mchezaji ambaye kimsingi watu tayari walikuwa wameshamuona ameshaanza kushuka kiwango chake. Na sio kwamba ameanza kushuka hivi karibuni, hata kipindi ambacho Chama anatoka ndani ya Simba na kwenda kwenye kikosi cha Young Africans, ametoka akiwa ni mchezaji wa kawaida tu ambaye kimsingi na nyakati pia alikuwa anatokea bench, anakaa bench muda mwingi. Pia performance yake kwenye kiwanja haikuwa nzuri kutokana na mahitaji ya timu. Kwa hiyo tayari mchezaji ambaye ameshaonesha kwamba kiwango chake kimeshuka, amekwenda Young Africans, pia ameshindwa kuonesha ubora ule ambao watu wengi walitegemea kuona, nafaka ikafikia Young Africans wakaamua kumwacha. Amejiunga na Singida Black Stars, amejaribu kuonesha kwa namna moja ama nyingine, lakini kile ambacho nikizungumza, uhitaji wa Simba na Yanga ni mkubwa zaidi kuliko klabu yote hapa nchini Tanzania. So mchezaji ambaye anaweza akafanya vizuri labda akiwa na Singida, akija ndani ya Young Africans ama Simba anaweza sionesha ubora ambao watu wengi wanategemea kuona kutoka kwa Akesi. So kwa hayo yote ambayo tumeyazungumza, ametoka
kwenye klabu ya Simba akiwa ameshuka anaenda Young Africans, uhalisia umeonekana. Ameenda kwenye klabu ya Singida, uhalisia umeonekana na wamekutana mara kadhaa. Unafikiri kipi hasa ambacho kimewashawishi viongozi kumrudisha Chama, kutaka kumrudisha Chama na hatimaye wamemrudisha? Nadhani uongozi wa Simba umemrudisha Chama kwa sababu kuu moja tu, experience wise. Experience ndio kitu pekee ambacho kimemrudisha Chama kikosini, lakini kama kuna sababu nyingine nje hapo, hapana. Kwa sababu issue ya uwezo kwa sasa hivi Chama siwezi kusema ni mchezaji ambaye ana ubora huu ambao kimsingi tunaweza tukakaa hapa tuka discuss kwamba yes, Chama atatoa Simba sehemu moja, ataipeleka sehemu nyingine. Lakini kwenye issue ya experience, hususan katika michuano ya kimataifa, Chama miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza katika ligi kuu soka Tanzania bara wenye experience kubwa zaidi katika michuano ya kimataifa. Lakini kwenye issue ya uwezo kwa sasa tunaona tayari zama zake zimeanza kupita. Lakini issue ya experience of course, kwa sababu ameshacheza hatua makundi mara kadhaa, ameshacheza hatua robo finali mara kadhaa. Kwa hiyo utaona ni mchezaji ambaye profile yake ni kubwa katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo anaweza akawa ni sehemu ya wachezaji ambao watakaotengeneza njia katika michuano hii ya kimataifa, hususan kwenye kutafuta hii ama kwenda kutupa karata yao mbele ya Esperance de Tunis, kuhakikisha wanaweza kusonga katika hatua ya robo finali ambayo kimsingi ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. This time around unaona wamekuwa na matokeo ambayo yasiyoridhisha. Huenda uongozi wameona kwamba Chama kwa experience ambayo yuko nayo anaweza akaisaidia timu. Hivyo Simba kwa kikosi walichonacho na mashindano haya kwao yameanza vibaya, tunaweza tukasema kwa michezo miwili hawajapata matokeo. Experience ya Chama inaweza ikawafikisha popote? Sasa experience peke yake haiwezi kucheza. Kama wamesajili experience, maana yake ni kwamba wanaamini experience inaweza kuwapeleka popote. Yani experience peke yake haiwezi kucheza, lakini experience inaweza ikasaidia sehemu fulani. Sisi tumeelewana. Kuna nyakati mtu anaferi sio kwa sababu labda hajui, lakini uzoefu unafanyaje, unamkwamisha. Kwa hiyo Chama huenda akatumia ile experience yake kwenye kusaidia sehemu fulani ya Simba, kwa sababu alikuwa ndani ya kikosi cha Simba ya mafanikio. Sisi tumeelewana. Tukizungumzia kizazi cha dhahabu cha miaka ya hivi karibuni ambacho kimefanya makubwa na kuifanya Simba kufika katika rank za CAF nambari 5 kwa ubora barani Afrika, tunamzungumzia, hauwezi kumtoa ama hauwezi kutoa jina la Chama. Hata ukiangalia numbers za magoli ambayo wamefunga katika michuano hii ya kimataifa ni numbers kubwa. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana magoli mengi zaidi katika michuano ya kimataifa. Katika ligi kuu soka Tanzania bara hakuna mchezaji ambaye anafikia magoli ambayo amefunga Chama katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mchezaji ambaye anaijua vizuri michuano ya kimataifa. Lakini ukiacha michuano ya kimataifa, pia anajua vizuri ligi kuu soka Tanzania bara vizuri. Lakini pia ana experience ta soka pia la Tanzania, kwa sababu amekaa muda mrefu hapa nchini Tanzania, zaidi ya misimu 7 mpaka 8 yupo hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo kikubwa zaidi Simba amekiona ni experience, na experience kwa sehemu fulani inaweza ikasaidia. Yes. Hivyo unataka kusema kwamba Simba kwa hatua ambao wamefikia na upepo uliopo hivi sasa ndani ya klabu wanahitaji experience, pengine kuziface hizi mechi zao za kimataifa ambazo wanaanza na hii Esperance de Tunis? Kwangu mimi nadhani kama wana quality, kuna nyota ambao wana quality kubwa kwenye kikosi. Kwa sasa quality ipo. Kwa wachezaji ambao mpaka sasa hivi nimewaona wamecheza, ama kwa squad ambayo wameondoka nayo. Tukiacha kuwatoa wale wachezaji ambao wamesajiliwa wapya ambao kimsingi hatuwezi kuwajaji kabla tujaona wakicheza ndani ya Simba. Ndani ya Simba ndio. Quality ambayo iko ndani ya kikosi cha Simba hairidhishi. Sio standard ambayo kimsingi unaweza ukasema kwamba yes, hapa tumefungwa kwa sababu tu hatukuwa na bahati mchezoni. Lakini tumefungwa kwa sababu tuna bahati mbaya mchezoni. Sio kufungwa kwa sababu hamna uwezo. Unajua kuna nyakati tunafungwa sio kwa sababu hauna uwezo. Hapana, unataka tunafunga kwa sababu ya bahati mbaya tu mchezoni. Lakini ukiangalia kwa squad ambayo ama kwa wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha Simba ambao kimsingi tukiwatoa hawa ambao wamesajiliwa katika dirisha hili dogo, asilimia kubwa uwezo ni wa kawaida, kitu ambacho kimepelekea sasa pia hata result ambazo wamekuwa wakizipata pia zimekuwa haziendani na uhalisia ukubwa wa klabu ya Simba. So labda kama wana quality ambayo ama wachezaji ambao wameongeza watakwenda kuclick
na kuonesha ubora ambao sisi tunaofikiria kwenye vichwa vyetu, kuitoa Simba kwenye kutoa sehemu moja kutoa sehemu nyingine, huenda experience ya Chama ikasaidia. Yes. Kwenye kurejea huku kwa Chama kumewaibua watu wengi, ikiwemo miongoni mwa mashabiki kindakindaki wa Simba, lakini pia viongozi wa Simba. Mkwabi bila shaka ameandika kwamba yeye amepokonywa mahaba yake, ameandika kwamba amechukua ridhaa yake mwenyewe kwa kufikiria kuacha mahaba na Simba mpaka pale uongozi wa mwenyekiti Murtaza Mangungu na uongozi wa mwenyekiti Kretus Magori utakapoondoka madarakani. Hii pengine inatoa taswira gani? Manake siku za hivi karibuni Magori yeye mwenyewe aliwahi kunukuliwa akisema kwamba baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Simba wana tatizo la afya ya akili. Anaibuka tena huyu anasema kutuhumu ni kama tuhuma za uongozi wa pande zote mbili, uongozi wa Magori na uongozi wa Mangungu. Pengine hii inatoa taswira gani sasa kwa mashabiki na watu ambao wanaipenda Simba? Hii ni taswira moja kwa moja kwamba mashabiki wengi ambao wanaishabikia Simba sasa hivi hawana imani na uongozi. Na huyu ni kiongozi mwingine ambaye ametamka alikuwepo kwenye sehemu ya uongozi. Kwa hiyo utagundua kwamba taswira yake kubwa ni kuonesha namna gani ambavyo mashabiki hawaamini tena uongozi ambao umepewa dhamana ya kuongoza taasisi. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea kutokuaminika ni kama hivi sajili ambazo zimekuwa zikifanywa, timu kutokufanya vizuri, na watu ambao wanapaswa kuwajibika hawajibiki kwa wakati, kitu ambacho kinatoa taswira ya tofauti. So kwa mimi nadhani hiyo ni taswira moja kwa moja kwamba uongozi pamoja na mashabiki hawako katika njia moja. Kwa maana mashabiki wana njia yao, uongozi wana njia yao. Uongozi wanahisi kwamba wanafanya sahihi, mashabiki wanahisi kwamba uongozi wao haufanyi sahihi. Na timu ya design kama hii, hususan hizo timu ambazo zipo chini ya wanachama, yani wanachama ndio wanaonekana kuwa na nguvu zaidi, na tangu miaka ya nyuma wamekuwa kisupport timu. Kwa hiyo wao wanapojaribu kukaa pembeni, mara nyingi timu kupata matokeo mazuri inakuwa ni changamoto, kwa sababu hizi timu zinategemea zaidi mashabiki na zina nguvu zaidi nje ya uwanja. So hiki ambacho kimeendelea kinaonekana kufikia stage kabisa ya mwisho ya kuwasababisha mashabiki kukata tamaa. Sio yeye tu, nimeshashuhudia mashabiki wengi wa Simba na KM Mziwanda wakizungumza hizo kauli kwamba watu waenda uwanjani paka Simba ibadilike, akifikiache kina Mzee Saidi. Mashabiki wengi wa Simba hizo kauli wamezitoa. Kwa hiyo kama kuna kwenye mtazamo wangu kama kuna kaajenda hivi, baadhi ya mashabiki wanajaribu kutumia nguvu zao za kishabiki kuconvince mashabiki wengine pia wenye maslahi. Hapo tu tuseme mashabiki wenye maslahi. Kuna wengine wanataka maslahi, kina KM Mziwanda na wengine wanajaribu kuanzisha ajenda ya kwamba sasa hivi tuiache timu tusisupport, sababu yani nachosema kwa wenye maslahi ni kuna wale ambao wanagomea, afu kuna hao ambao wanapromote kwamba msigomee timu ikoje. Maana sasa inakuja ni kama kuna mashabiki wenye maslahi ndio ambao wanahamasisha wasigomee. Kwenye mtazamo wa kawaida, japokuwa hakuna uthibitisho moja kwa moja kama kuna baadhi ya mashabiki wanafaidika zaidi na wengine hawafaidiki, lakini kwa hiki kinachoendelea, hata ukiwasikiliza mashabiki, baadhi yao wanazungumza kwamba yes, kuna wengine wanaishi kwa sababu ya taasisi, afu kuna wengine wanaishi kwa sababu ya furaha yao. Yaani kuna mshabiki Simba anaipenda kwa sababu ya furaha, lakini kuna mtu anaishi na Simba kwa sababu anapata kitu. Kwa hiyo sasa mtu ambaye anapata chochote kitu lazima apiganie taasisi. Lakini huyu ambaye mwanaharakati mwingine kazi yake atasimama kwenye upande ambao anahisi kwamba ni sahihi. Kwa hiyo utagundua kwamba yes, Simba ina changamoto nyingi, na uongozi na mashabiki wamekuwa kila mmoja amekuwa akiona kwamba mwenzake anakosea. Lakini ukweli ni kwamba hiki ambacho kinaendelea ndani ya Simba, mashabiki wengi wamekuwa hawalizishi nacho. Imefikia hatua paka msemaji kwa maana ya Ahmed Ally amezungumza wazi, sema kwamba wewe mshabiki wa Simba kama una roho nyepesi, roho ndogo, usije zako uwanjani kuangalia mpira. Yaani ukifikia mtu paka kwenye level ya usemaji anazungumza wazi kwamba kama una roho nyepesi usije uwanjani, basi ujue changamoto hiyo ni kubwa, na hata wenyewe viongozi wanaona kwamba ni kubwa. So kama kweli shabiki wa Simba na una roho nyepesi, hata mimi naungana na Ahmed Ally, wewe kaa zako nyumbani, angalia mpira zako nyumbani, subiri Simba ikirejea ile anayotaka. Subiri Simba ikirejea unayotaka, utakwenda uwanjani. Yes. Sawa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.